Chum TV. Furaha kiganjani. Lakini napenda kuwajulisha kwamba jana tarehe 5 mwezi wa 6 2025 majira ya saa 3 usiku katika bahari ya Hindi, eneo ambalo linaitwa Fungu na Kupenda, boti moja ndogo ilitoka hapa Malindi kwenda kule kwa ajili ya utalii, ikiwa imebeba watu 6 pamoja na nahodha wake. Kwa hiyo jumla ilikuwa na watu 7. Ilipofika kule sasa, wakati inatoka kule kurudi, katikati hapo mvua ikanyesha kubwa na mawingu makubwa, mawimbi makubwa. Kwa hiyo nahodha akashindwa kudhibiti ile boti, kwa hiyo likapoteza mwelekeo, likamshinda. Kwa hiyo alichofanya nahodha kwa haraka akafanikiwa kuchukua life jacket, akaogelea, akafuata meli kubwa zile, akaomba msaada. Taarifa zikafikishwa kituo cha polisi pale Malindi na pale bandarini. Kwa hiyo askari na wataalamu kutoka pale wakaenda kule kwa ajili ya kutoa msaada. Walipofika kule wakafanikiwa kuokoa watu 6 kwa maana pamoja na nahodha, lakini mtu mmoja akawa kuweza kupatikana. Watu waliokuwa katika boti hilo ni nahodha mwenyewe anaitwa Suleiman Saleh Saidi, yeye ana miaka 27, ni mkazi wa Malindi. Lakini sasa abiria walikuwa 6. Mmoja anaitwa Baraka Ali Saidi, miaka 24, na yeye ni mkazi wa Malindi. Mwingine anaitwa Abdul Wahid Hamadi Hassan, miaka 27, na yeye mkazi wa Malindi. Mwingine anaitwa Tarime Irene Benadi, yeye ana miaka 23, ni mkazi wa Masingini kule Hawaii. Huyu ni mwanamke. Mwingine ni Beatrice Charles Mwinga, yeye ana miaka 26, ni mkazi wa Amani. Na mwingine anaitwa Fatuma Charles Msengi, ana miaka 26, naye ni mkazi wa Amani. Abiria mmoja ambaye hajapatikana mpaka sasa, bado juhudi za kumtafuta zinaendelea, anaitwa Hawa, yeye ni Mchaga, ana miaka 23, na yeye ni mkazi wa Amani. Kwa hiyo wengine wote wamepatikana wakiwa wako salama, wanapatiwa matibabu kwenye hospitali yetu ya Mnazi Mmoja na wanaendelea vizuri. Sasa kutokana na tukio hili, wito wangu tu ni kwamba katika sherehe hizi kuna watu wengine watapenda kwenda kwenye hizo fungu, kwenda kwenye visiwa, kwenda wapi. Sio tatizo, ni sehemu ya kusherehekea. Lakini hakikisha kwamba ukichukua fiber boat au boti lolote ambalo utalitumia, kwanza liwe limesajiliwa, na taratibu za kusajili kwa ajili ya usalama wako. Lakini hakikisha vifaa vyote, na wale wenye maboti, manahodha na mwenye boti, hakikisha kwamba vifaa vyote vya kujikinga vinakuwa kwenye boti. Ukipeleka boti kule bila kuwa na vile vifaa muhimu vya kuhakikisha kwamba watu watakuwa salama, itakuwa ni tatizo kwako, kwa sababu utaleta madhara na utapoteza maisha ya watu bila sababu za msingi. Kwa hiyo ndio nilikuwa nataka kusema, ajali imetokea. Sasa ili nyingine zisitokee, tuhakikishe kwamba tunafuata hizo precaution. Boti leo limesajiliwa, lina vifaa vyote muhimu vya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama, na kama ajali ikitokea basi wanajiokoa. Lakini tunamshukuru nahodha kwa juhudi alizozifanya za kujulisha haraka, na polisi wakaenda kule pamoja na wataalamu wengine kutoka bandarini pale wakaenda kule, lakini na wavuvi wengine waliokuwa baharini walisaidia pia. Kwa hiyo tukiendelea na ushirikiano huu, tutaendelea kubaki salama.